CS Online TV, we share the good news. Uamsho agenda yetu. Mtumishi wa Mungu Elia Mwatondo, kwanza poleni sana watoto wa wachungaji kwa kumpoteza baba. Poleni sana kwa kupoteza kiongozi. Mpendwa mtazamaji wa CS Online TV, kwa kukujuza tu hapa ni naye mratibu mkuu msaidizi wa kitengo cha PCF, kitengo cha watoto wa wachungaji. Kwa hiyo hawa ni moja ya watu wenye maumivu sana waliopoteza mzazi siku ya leo. Elia Mwatondo, ulimfahamu vipi baba yetu Dr. Samson Kameta kipindi cha uhai wake? Kwanza namshukuru Mungu kwa fursa hii ya kunipa neema kuwa Dar es Salaam kwa ajili ya kushiriki ibada hii ya kumwaga na kwenda kupumzisha baba yetu. Kimsingi mimi nina mahusiano ya kibinafsi ambayo hao mahusiano yametokana na urafiki waliojenga kati ya baba yangu na baba yake. Na yeye mwenyewe pamoja na baba yake. Unajua baba yangu alikuwa ni mmoja wa vijana wa mzee Enos Kameta. Katika mikutano yao ni moja kati ya vijana ambao walikuwa wakiimbisha nyimbo za kusifu na kuabudu. Kwa walijifahamiana hapo, wakajenga urafiki sasa na familia ya mzee Kameta pamoja na marehemu Dr. Samson Kameta, ambaye wakawa na marafiki kiasi cha kuitana kaka, ndugu. Kwa wakati wanatembeleana sisi ndio tukaja kufahamu kumbe tuna baba mkubwa mahali fulani, tuna ndugu yetu ambaye tunaweza tukamkimbilia wakati wa shida, tunaweza tukawa na kwa mimi na yeye tuna mahusiano yale ya ukaribu pamoja na familia ya Mwatondo. Tuna mahusiano hayo ya ukaribu sana na familia ya mchungaji Samson Enos Kameta. Lakini pia yeye ni amekuwa ni mzazi kwetu. Amekuwa ni mzazi kwetu, amekuwa ni baba wa kiroho, amekuwa ni mtu ambaye akifuatilia sana huduma yangu. Mara nyingi nikikutana naye kwenye mikutano ya wachungaji Dodoma, baraza la wachungaji, mara nyingi amekuwa akinisalimu na kunikumbusha stories za zamani za mzee wangu, maana mzee wangu sasa hivi ametangulia kuwa na Bwana. Kwa hiyo tumefahamiana kwa lengo hiyo, kwa level hiyo. Poleni sana, na kwa namna unavyoielezea ni kwamba umepoteza moja ya watu muhimu sana kwenye maisha yako wewe binafsi, lakini katika huduma na kadhalika. Ni mtu ambaye alikuwa rafiki na ndugu wa familia. Mbali na kupoteza, ni yapi ambayo unadhani utayakumbuka kutoka kwa baba yetu huyu ambaye siku ya leo tunaenda kumpumzisha mahali pake sahihi? Mambo ambayo naweza nikayakumbuka, kwanza ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana familia. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwamba nimejifunza hilo. Mbali na kwamba tunaziona huduma, lakini pia tunatakiwa tu baada ya Mungu kipaumbele kinachofuata ni mke alafu familia yako. Hivi vingine vinafuata, vingine vinakuja baadaye. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili yake na mambo hayo yote ambayo ameyafanya. Ama hakika tumepoteza mtu muhimu, lakini ni kazi ya Mungu ambayo sisi hatuna namna kuijaji. Zaidi ya yote tunazidi kuyaishi yale mazuri na mema ambayo amekuwa akituelekeza na kutufundisha. Mtumishi wa Mungu, poleni sana, na sisi CS Online TV tuko pamoja nanyi katika haya majonzi. Nashukuru sana CS Online TV kwa kuja kutukimbilia. CS Online TV, we share the good news. Uamsho agenda yetu.